Ndugu zangu, napenda kuanza kwa kuwauliza swali. Hivi kwa uelewa wako, maana ya uongozi ni nini? Hivi watu wanapohangaikia kupata uongozi, madaraka na ukubwa, wanachotafuta ni nini? Zamani kulipokuwa na TANU, nami nilikuwa wakati fulani kijana wa TANU, tulifundishwa kwamba uongozi ni dhamana. Anayeaminishwa uongozi anaheshimishwa, anawajibishwa, anaaminishwa kupanga, kutumikia na kupigania masilahi ya wote. Naomba nirudie kwa msisitizo hilo la masilahi ya wote. Je, katika zama zetu hizi uongozi ni dhamana? Je, uongozi ni jukumu la kushughulikia masilahi na usitawi wa wote? Nikiwauliza kila mmoja atoe jibu, mngetoa majibu mbalimbali. Wengine mngetoa majibu mkorogo, wengine mngetoa majibu yaliyoadilifu, na wengine mngekaa kimya. Haidhuru. Leo katika somo la kwanza tumekutana na nabii Ezekieli. Na Ezekieli alikuwa nabii mkali ambaye alithubutu kukemea, alithubutu kuwaambia watu ukweli wao, alithubutu kuwakabili hata wazito wakubwa na kuwaambia mnavyofanya sivyo, na kuwaambia mwenendo wenu sio sahihi. Tumesikia kwamba anawakemea kwa kutelekeza kondoo, kwa kuchinja walionona, kwa kuacha bila ulinzi kondoo malishoni, kwa kuwatoa sufu na kutengenezea mavazi mazito. Kwa maneno mengine, Ezekieli anawakemea viongozi, na kibiblia viongozi anaowakemea Ezekieli hapa sio viongozi wa dini, ni viongozi wa kiraia, wafalme, maliwali na watu kama hao. Anawakemea kwa sababu wamekuwa wabinafsi, wamekuwa walafi, wamekosa uzalendo, wamekosa uwajibikaji, na kwa sababu ya hiyo wakawafanya watu wa Mungu
wanyong'onyee. Kwa hiyo Mungu anachukizwa nao, na zama zote Mungu anachukizwa pale ambapo viongozi wanapokuwa wabinafsi, wanapokuwa walafi, wanapokuwa wenye kujitafuta wenyewe, wanapokuwa watu wasiomwogopa Mungu na wasiojali wanyonge, maskini na watu ambao wanahitaji msaada katika umaskini wao, wanahitaji ulinzi katika udhaifu wao, wanahitaji kuwezeshwa kuibuka na kunawiri kama watoto wa Mungu. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa Mungu amechukizwa na viongozi wa kiraia, Mungu anasema, mimi mwenyewe nitawachunga kondoo wangu. Mimi mwenyewe nitakuwa kimbilio, usalama na nguvu ya watu wangu. Mimi mwenyewe ndiye nitakayekuwa chimbuko la usitawi wa watu wangu. Kwa maneno mengine, Mungu anawapatiliza viongozi wa kiraia. Anaahidi kuchukua mikononi mwake mwenyewe jukumu la kuongoza, kulinda, kuratibu na kuwasitawisha watu wake. Sasa hapo tumesema kwa tafsiri sahihi kwamba wanaolengwa ni viongozi wa kiraia, lakini tusiishie hapo, kwani hili somo hawakusomewa viongozi wa kiraia kule. Tumesomewa sisi watu wa Mungu. Na kila mmoja wetu anayesikiliza somo letu, kutokana na ubatizo wako, wewe umeshirikishwa jukumu la Kristo. Kristo ambaye ni mwalimu, Kristo ambaye ni kuhani, Kristo ambaye ni mfalme. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, kwa nguvu ya ubatizo wako, unayo majukumu yanayokupasa kama kiongozi, kuanzia katika familia yako, katika jumuiya yako, katika ujirani wako, katika parokia yako na hata mahali pako pa kazi. Jitahidi uwajibike vizuri. Jitahidi upafanye nyumbani kwako, mahali pako pa kazi, kwenye jumuiya yako, panukie harufu ya utawala wa Mungu. Mungu atawale nyumbani kwako. Mungu atawale familia yako. Mungu atawale mahali pako pa kazi. Na ili hilo lifanyike, ni lazima umpatie Mungu ruhusa, fursa ya kutawala nafsi yako, moyo wako, roho yako, akili yako na nafsi yako. Jitahidi, nafanya maamuzi magumu kusudi Mungu awe ndiye nuru yako, dira yako na nguvu yako. Katika somo la Injili, Bwana Yesu anafundisha kwa mfano.
Anafundisha kwa mfano wa tajiri ambaye alilima shamba la mizabibu, alafu akawakodisha watu waende wakafanye kazi. Huyu bwana anayefanya hivyo anamwakilisha Mungu, anakuwa ni kielelezo cha Mungu ambaye ni baba mwema. Mungu ni baba yetu mwema. Hata kama hatufai, Mungu anatujali, anatuhangaikia, anatafuta usitawi na usalama wetu. Na ndio maana ametoka akatafuta watu akawapeleka kwenye shamba lake asubuhi, tena saa 3, saa 6, saa 9, saa 11, wote wakapewa cha kufanya katika shamba la Mungu. Na Mungu akapatana nao, nitakulipa ushuru mzuri, dinari 1. Wale wa asubuhi saa 1 wakaambiwa watapewa dinari 1, na wale saa 11 wakaambiwa watapewa dinari 1. Sasa hilo ndilo litakaloleta mgogoro, nongwa, kwa sababu walipoona kwamba wale wa saa 11 nao wamepewa ujira mnono, wale wa saa 1 na wa saa 3 wakaanza kuguna na kulalamika. Wanachoguna na kulalamika sio kwa sababu wamenyimwa haki yao, bali kwa sababu wenzao wamewekwa kwenye upeo mmoja na wao. Sasa hilo linabeba mafundisho mazito kwetu. Kwani kesho wewe ukienda mbinguni ukimkuta huko kibaka fulani, si unaweza ukalalamika, mimi niliamini mbingu ni kwa ajili yetu wetu sisi watu wema, huyu kibaka katoka wapi huko? Sasa Mungu anayewatuza vibaka ni Mungu huyo huyo anayekutuza wewe, na hakutuzi kwa kuwa unastahili, anakutuza kwa sababu yeye ni mwema, au tukisema vizuri zaidi, Mungu ni wema wenyewe. Kwa hiyo anatutuza sio kwa mastahili yetu, anatutuza kutokana na wema na huruma yake. Kwa bahati, Mungu ametupatia waombezi, mifano, vielelezo ambavyo tunaweza tukaiga katika safari yetu ya maisha. Na Mtakatifu Teresa Benedikta wa Msalaba ni mmoja wa hao. Huyu alizaliwa mwaka wa 1891 na alizaliwa katika familia ya Kiyahudi. Kwa hiyo dini yake ilikuwa dini ya Kiyahudi. Alikuwa binti mwenye akili sana, na alikuwa anapenda sana kutafiti. Na katika kutafiti kwake akazama katika masomo, imani yake ikakaa pembeni. Alivyoendelea kutafiti, akajikita katika masomo ya falsafa.
Sasa anayesoma falsafa kwa ukweli anatafuta ukweli, na ukweli hatimaye ni Mungu mwenyewe. Kama unatafuta ukweli, hatimaye unamtafuta Mungu mwenyewe. Na Mtakatifu Teresa Benedikta wa Msalaba, ambaye wakati wa usichana wake alitambulika kama Edith Stein, hatimaye aliongoka akaingia Ukristo, akawa Mkatoliki na akajiunga na masista wa Karmeli, akawa anafundisha wengi. Ni moja wa watakatifu ninaovutiwa nao sana, labda kwa sababu yeye na mimi tumesomea kitu kile kile. Lakini baada ya kuwa mtawa, aliishi utawa wake kama mtu wa mfano. Hata wewe unayenisikiliza unaitwa uwe mtu wa mfano, uwe kielelezo kwa watu wa marika yote, uwe kielelezo kwa watoto, kwa vijana, kwa watu wazima na hata kwa wazee. Wasaidie, wachuchumilie utakatifu. Wakati wa vita vya pili vya dunia, wakati wa utawala wa Hitler na Wanazi, Sister Teresa Benedikta wa Msalaba pamoja na wengine walikamatwa na kupelekwa kwenye kambi ya kuangamizia watu iliyoitwa Auschwitz. Na kule Auschwitz mwaka wa 1941 Sister Teresa Benedikta aliuawa kwa kutumia gasi ya sumu. Akafa kama mtumishi mwaminifu wa Mungu. Akafa kwa ajili ya imani yake. Sasa naomba niulize swali, ila si lazima unyoshe mkono. Ni nani kati yenu ambaye leo hii wakija watu wakivamia hapa wakafunga ule mlango wakasema nyote sasa mnakwenda na maji msipomkana Kristo? Wangapi mtasimama na kusema namkana? Hawatakosekana baada. Eti na wengine mtavunja haya madirisha muishie nje kuliko mfe kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, inawezekana utapata fursa ya kufa kwa ajili ya imani yako, lakini yafanye maisha yako ya kila siku katika mambo madogo madogo na makubwa yawe ni namna yako ya kumfia Kristo. Amani ya Kristo iwe nanyi.